Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya 13 aya ya 31 hadi ya 35. Nitaisoma. Siku moja Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea Yesu, wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama, leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya tatu nakamilika. Pamoja na hayo, imenipasa kushika njia yangu leo na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii aangamie nje ya Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, uwawaye manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako! Mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala hukutaka. Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu, nami nawaambia, hamtaniona tena kamwe, hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo Masiha kwa Herode, na ujumbe huu unaletwa na kundi la Mafarisayo ambao walikuwa ni viongozi wa kidini, na kwa asilimia kubwa ukifuatilia mazungumzo ya Yesu Kristo na Mafarisayo, inaonekana kundi hili la Mafarisayo na Yesu walikuwa wana uhasama. Lakini ni Injili ya Luka peke yake inaonyesha kwamba Mafarisayo hawa ambao walikuwa na uhasama na Yesu, kuna baadhi ya Mafarisayo hawakuwa na chuki na Yesu, ndio maana wanakuja kumletea taarifa kwamba ondoka kwa ajili ya usalama wako, hapa Herode anataka kukuua. Na Yesu Kristo anatoa jibu gumu kwa huyu Herode. Anasema, mkamwambieni, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama, leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, na siku ya tatu nakamilika. Herode alikuwa ni nani? Herode huyu si yule ambaye aliyekuwa anataka kumuua Yesu akiwa mtoto mdogo, bali alikuwa ni mtoto wa Herode mkubwa. Yule baba alikuwa ameshafariki. Huyu alikuwa anaitwa Herode Antipa, ambaye yeye alikuwa ni mfalme aliyekuwa anatawala maeneo ya Galilaya. Na Yesu Kristo alifanya utume mwingi sana maeneo ya Galilaya. Huyu Herode Antipa ni yule ambaye alimuua Yohana Mbatizaji, kwa sababu Yohana Mbatizaji alimwambia ukweli katika habari za yeye kuiba mke wa ndugu yake, kuishi kama kiongozi mkubwa mfalme, kuishi maisha ya uzinzi wa hadharani. Akasema tabia hiyo haifai, na huyu Herode akamuua Yohana Mbatizaji. Yesu Kristo akaendeleza kazi ile ya mahubiri na mafundisho ya toba ambayo Yohana Mbatizaji alikuwa anahubiri. Hasa mahubiri haya yalimfikia huyu Herode, na ndipo Herode akaamua kutuma kikosi cha Mafarisayo kwenda kumpelekea ujumbe wa vitisho kwamba nitakuua, uondoke katika ile eneo la Galilaya, sitaki mahubiri yako yasikike kwa watu wa Galilaya. Maanake watu waendelee na dhambi, waendelee na uchafu ule ule. Sasa Yesu Kristo anatoa neno gumu, anasema, nendeni mkamwambie yule mbweha. Alikuwa na maana gani aliposema mbweha? Mbweha, mpendwa mtazamaji, ni mnyama ambaye anaishi kwenye mapango. Mbweha ni mnyama ambaye ni mwerevu. Kwa hiyo anamwambia Herode kwamba wewe ni mnyama ambaye unaishi kwenye mapango ukijificha. kwamba wewe ni mwerevu, ni kweli,
una uwerevu, alikuwa ana uwerevu katika kujenga. Mbweha ni mnyama ambaye ni mwindaji. Kwa hiyo anamwambia Herode kwamba wewe ni kiongozi ambaye unawinda maisha ya watu. Ni mwindaji tu, ni mviziaji. Mbweha ni mnyama ambaye ni muoga. Anasema ingawa ni mwerevu, ni mwindaji, lakini wewe ni muoga. Ingawa ni mfalme, wewe ni muoga. Unaogopa kugusa nafsi yako, kuikabili nafsi yako ambayo umeifunga katika swala zima la dhambi za uzinzi. Ni kiongozi muoga. Anasema sasa, ninyi ambao mmetumwa, nendeni mkamwambia huyo mbweha kwamba simuogopi wala sijali maovu yake ambayo amekuwa akiyatenda. Najua kwamba, Yesu anazungumza maneno haya, najua kwamba imenipasa kufa na lazima nife tu upesi. Akasema ninajua kwamba kifo hakina ubaguzi, ni hali yangu, simuogopi, nitakufa wakati utakapofika. Sasa anamwambia maneno haya Herode kwamba hainipasi, Yesu anasema kwamba haimpasi yeye kufa nje ya Yerusalemu, haimpasi yeye kufa kule Galilaya, kwa sababu nabii lazima afie Yerusalemu. Kwa hiyo anasema nitaondoka katika mipaka yako baada ya kutekeleza kazi ya Mwenyezi Mungu, huwezi kunilazimisha. Nitaondoka, nitakwenda Yerusalemu. Ndio baadaye huko Yerusalemu utimilifu wote unaenda kukamilika. Anazungumza maneno haya, anasema Yerusalemu, Yerusalemu, kazi yako wewe unaua manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Aliulilia Yerusalemu Yesu Kristo. Anaulilia mara mbili. Anasema kazi yako unaua manabii. Nabii alikuwa ni mtu aliyekuwa ametumwa na Mwenyezi Mungu. Nabii alikuwa ni sauti ya Mwenyezi Mungu kwa watu. Nabii alikuwa ni mtu mwenye maono, anaona nchi, anaona Yerusalemu inaelekea wapi. Nabii alikuwa ni sauti ya Mwenyezi Mungu kwa wale wote ambao walikuwa wanaishi kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ili taifa liweze kuokolewa. Kwa hiyo taifa au Yerusalemu ilifika hatua ikawachukia wale wote walikuwa wanazungumza ukweli, ikaanza kuwaua na wengine kuwapiga kwa mawe. Anasema kwamba mtawapiga kwa mawe manabii mpaka lini? Mnawaua manabii na kuwapiga kwa mawe. Anasema mara ngapi nimetaka kuweza kuwakusanya kama watoto wako, na kama vile kuku anavyokusanya vifaranga vyake, lakini hamkutaka. Mwishowe anatamka maneno mazito haya, anasema angalieni, ninawaachia nyumba yenu, nami nawaambia hamtaniona tena kamwe, hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Ni kweli aliondoka akawaachia nyumba yao, na baadaye Yerusalemu ilikuja kuangamia sana. Ilikuja kuangamia kwa sababu ya maneno ya Yesu Kristo, kwamba badala ya kuweza kutunza amani, ilikuwa kazi yake ni kuangamiza, kumwaga damu za wale manabii. Tumombe Mwenyezi Mungu sana. Nyakati mbalimbali viongozi, watawala wanaweza wakakataa kupokea ukweli na wakaanza kutoa ujumbe wa vitisho, kama alivyokuwa anafanya mfalme Herode, alivyokuwa amefanya kwa Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo akazungumza kwamba ukweli utabakia pale pale. Hakuna kuweza kuogopa vitisho vya watawala kwa sababu ya maovu yao. Na anatoa laana kwa Yerusalemu ambayo imekuwa ikimwaga damu za wale wote ambao wamekuwa wakizungumza ukweli. Na ni kweli baadaye Yerusalemu ikaja ikaangamia. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na kila aina ya umwagaji wa damu katika nchi, ili nchi isije kapata laana ikaangamizwa kama ilivyotokea Yerusalemu. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.